nafsi, kwa maana katika ilmu ya psychology utapata ya kwamba moja katika vitu ambavyo mwanamume hapendi kabisa, ataftish, ni kule kufuatiliwa sana au kukaguliwa mara kwa mara. Hii itamfanya mwanamume kuhisi yule aliyemuoa labda ni polisi ambayo kazi yake ni kumtafiti sana mwanamume huyu, na hapo ndoa itapoteza ladha, itapoteza amani na itapoteza hamasa katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo wasia ambao tuliopata ndugu zangu, na hasa mama zangu na dada zangu, niwaambie miongoni mwa mambo ambayo wanaume hatupendi ni ile kufuatiliwa sana kupita kiasi, na hasa katika kila jambo wewe unakuwa ni mtu wa kufuatiliwa, kukaguliwa, kutafitiwa. Hili ni jambo ambalo lina uwezo wa kupoteza ladha ya ndoa na lina uwezo wa kupoteza hamasa na hari katika ndoa yenyewe, na mwisho wa siku ndoa hii uharibika, kwa sababu sisi wanaume huwa tunahisi mwanamke wa namna hii amekuwa polisi katika maisha ya ndoa. Sasa haitaki kuwa polisi katika maisha ya ndoa bwana. Katika maisha ya ndoa kunatakiwa kuwe na amani, kila mmoja amwamini mwenzake, kuwe na usalama, kila mmoja amlinde mwenzake, kila mmoja amheshimu mwenzake, basi ili mradi mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wasia mzuri na sisi tumeupokea na tutaupeleka majumbani kwetu insha Allah. Lakini kadhalika shukrani zangu za dhati ziende kwa ndugu yangu Rais wa Mawinga, mwamba huyu katoka hapa kuongea mambo mazito sana ambayo yanahitaji bila shaka tafakuri nzuri. Ni kweli kabisa, wapo viongozi wakubwa kabisa wameingia katika madaraka wakiwa na ilmu ndogo sana, lakini wametoka wakiwa na ilmu kubwa. Nini maana yake? Hii ni ishara ya kwamba kumbe hata ilmu ya dini pamoja na utu uzima wao, wakiamua wana uwezo wa kuisoma na wana uwezo wa kuifahamu kwa usahihi na kwa ufasaha wa hali ya juu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa shekhe ametukumbusha hapa kwamba wale viongozi ambao wanaoingia katika nyanja za uongozi, nyanja mbalimbali za uongozi, na kisha wakaingia wakiwa na ilmu ya darasa la 7 na wakatoka, tunaambiwa kwamba wametoka na ilmu kubwa, basi pia katika dini mnaweza kulifanya hili biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Huu ni ukumbusho mzuri mno na ni ukumbusho mkubwa mno, na inshallah Mwenyezi Mungu ampe kheri ndugu yangu Rais wa Mawinga, kwa sababu hili ni jambo ambalo limekuwa limesahaulika. Huenda kupitia katika sauti hizi ikawa ni sababu ya watu kulifahamu hilo na kubadilika inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ukijua ilmu ya dini, basi bila shaka yapo mambo mengi sana ambayo ni mambo ya hovyo unaweza kuyaepuka. Mathalan al-akhi amekumbusha kuna swala la ushoga katika nchi yetu, ni hatari. Yaani sasa hivi ni hali ni mbaya mno, inatisha. Na kinachoshangaza zaidi, sijui kwa nini hawa mashoga wanakuwa na ukaribu sana na hawa kina mama. Yaani wao ndio wana promote hili jambo. Sio hata ni kwa nini kwa kweli. Yaani hata ukitafakari maana ya hii ni nini? Yaani unakosa majibu kabisa. Yaani utawakuta wale mashoga wapo katika kundi la kina mama, na hao kina mama ndio wanaopiga tafu hao. Inakuwaje ya mambo? Viongozi hamyaoni haya mambo? Hebu tuyapige vita sote kwa pamoja inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunaweza tukafaulu kwa hurma na utukufu wake Allah tabarak wa ta'ala. Juzi nilikuwa naangalia klipu moja al-akhi, nikamuona kuna msanii mmoja anaitwa Diamond, sio ilikuwa ni wapi ile, kaenda kwenye sio ni sherehe sio ni nini ile, alafu kaambatana na mtu, ukimtazama yule mtu shoga kusha kazi. Eti ndio watu sio dai na kuwaja ya mambo jamani. Na viongozi wapo katika maeneo hayo na wanaona kimya, sijui na wao wanakuwa Mwenyezi Mungu atufanyie sahali kwa kweli. Vinakera mpaka unafikia wakati hata namna ya kusema unakosa ile pose yenyewe ya kusema unasemea namna gani. Kwa hiyo ndugu zangu, inshallah Rais wa Mawinga ametuhusia, katukumbusha maadili yanaharibika, maadili yamevurugika. Nyinyi mpo sasa mnafanya kazi gani katika hali hii? Kwa hiyo inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Ndugu zangu,
Katika jukwaa letu hili la siku ya leo, kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala, nitajaribu kueleza kidogo katika taaluma ya masala ya dua, na hasa kupitia katika kitabu chetu hiki Al-Fuyudatur Rabbaniya. Kuna watu wamekurupuka na wanasema ya kwamba kitabu hiki kinafundisha ushirikina. Yaani siku hizi ndio watu wamekuwa hivyo. Hatari. Tena wanasema na ndani ya kitabu hiki kina maneno yasiyojulikana maana yake. Yaani mwandishi wa kitabu hiki kaandika vitu ambavyo havina maana, havijulikani. Kuanzia mwenyewe anaandika maana ya hayo maneno haijui, na wale ambao watakwenda kukisoma kitabu maana ya hayo maneno hawajui. Hivi kweli na wewe unaaminishwa vitu vya namna hiyo na unaamini? Lakini mimi sishangai katika uelewa wa namna hii, kwa sababu ni juzi tu kuna mubahala umefanyika huko. Kuna mtu mmoja anaitwa Shamsuddini, Muhammadu Shamsuddini, anajiita hivyo. Huyu bwana yeye anasema Abu Hanifa ni mubtadi', ni mzushi. Abu Hanifa katika maimamu wanne, Abu Hanifa ni tena wazi wazi kabisa, bila tahaya, bila aibu. Lakini kadhalika anasema al-Imamu Nawawi ni mzushi, lakini anasema al-Imamu Suyuti ni kafiri kabisa. Ibn Hajar al-Asqalani na yeye ni mzushi pia. Hawa watu wamefikia katika daraja hiyo. Kwa hiyo ukifikia wakati ukaona watu wanapiga vita hivi vitabu, wanasema vina kufuru, vina shirki, ndio ile silsila, kwa sababu wameficha ficha. Baadaye sasa wakaona tutaficha mpaka lini? Abu Hanifa mzushi, Imam Suyuti kafiri, al-Imamu an-Nawawi mzushi, Ibn Hajar al-Asqalani mzushi. Sasa unatarajia sisi ambao ndio kwanza tupo katika marahili tutanusurika na maneno ya watu hawa? Wana uwezo wa kuwaita maimamu wakubwa ni makafiri, ni wazushi. Wewe unafikiri utanusurika? Yusuf Diwani na ndugu yangu hapa rais wa Mawinga, utanusurika? Hatuwezi kunusurika. Kwa hiyo ukiwaona watu wako katika kutuchafua sisi, fahamu tu ndio ile silsila inaendelea, wala usipate tabu na watu wa hali za namna hii. Ndio silsila yao inaendelea. Kama wameweza kumchafua Abu Hanifa, yani mpaka ukiyasema maneno unasikia nafsi inavyotetemeka, wameweza kumita mzushi. Mimi Yusuf Diwani watashinda kunita mchawi, mshirikina, sijui nani, watashindwa? Kwa na kafiri kabisa wanaweza kuita kabisa. Kwa sasa tunashangaa nini sisi ikiwa mabwana wakubwa hawakunusurika na watu hawa? Hii ni agenda maalum ndugu zangu, wametumwa kwa kazi maalum ya kuja kuharibu dini tukufu ya Kiislamu. Kwa hiyo inatakiwa watu tuamke, inatakiwa tuwe macho, tuwe hadhir, tuone mambo jinsi yanavyokwenda. Leo nataka nipite hii dua ambayo wamejaribu kuieleza kama ni ushirikina kidogo tu, alafu watu wanaweza wakaelewa kwa ufasaha biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na moja katika kitu ambacho nilichokibaini al-akhi rais wa Mawinga iko hivi. Ama bwana walichobaini ni kwamba tukianza silsila ya masomo yetu huwa wanafanya hivi, wanakuja kuradi sana. Unaelewa maana yake? Maana yake ni kututoa sisi na sisi tuanze kuwaradi wao, ili tuache ule utaratibu wetu. Sasa na sisi tuishawashtukia hawa, sisi utaratibu wetu hatuachi, nyinyi radini, sisi tunaendelea. Wataalamu au Waarabu wanasema hivi, alqawafilu tasir walkilabu tambah. Msafara unasonga na majibwa yanabweka. Kwa hiyo kule kubweka kwa majibwa hakuziwi chochote kwa msafara kutoendelea na safari zake. Kwa hiyo msafara wetu utaendelea kusonga hata kama majibwa yataendelea kubweka, hayawezi kuzuia kwa chochote. Taib Sheikh ananikumbusha la kelele za chura hazimziwi tembo kunywa maji. Atakunywa tu, na wewe kelele zako zinaendelea na mambo yanakwenda kama kawaida biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, bila shaka nataka nitoe taaluma kidogo katika haya maneno yanayodhaniwa kwamba ni maneno yasiyo na maana. Jamani, mwandishi ni mtu mwenye maarifa makubwa. Mwamba huyu
alqadiriyu alafu awe ni mtu wa hovyo hovyo, haitokei, haitatokea na hakipo kitu cha namna hiyo. Mwanzoni nilitoa darsa mimi katika dua hii, na ni dua ambazo tunazifanya na zinaleta majibu mazuri sana kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Majibu yanakuwa mazuri sana. Sasa sikiliza, hii dua ni wardi ya adhuhuri wa yusamma hizbu siryaniya, inaitwa ni hizbu siryani. Inasomwa hivi: Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma innahu laysa fi riyahi murratun wala fi sahabi qatratun wala fil barqi lam'atun wala fi ru'udi zajratu wala fil arshi wal kursi shay'un wala fil mulki ayatun illa wa hiya laka ahillatun shahidati bi annaka anta Allahu la ilaha illa anta rabbul aradin was samawati kashiful kurubi allamul ghuyub wa mukhrijul hubub wa musakhirul qulubi liman kana mahjuran hatta yauda mahbuban bihabubin habubin. Haya ndo maneno akasema hayana maana, ni maneno hayana maana yoyote, yameandikwa na mwandishi na ni maneno ya ushirikina. Jamani, katika ilmu ya sharia hauwezi kukihukumu kitu kabla hujakijua kitu hicho ni kitu cha aina gani. Sasa unatoa hukumu ya kwamba haya maneno ndio ushirikina wenyewe, wakati ukiulizwa unasema hayana maana na we maana yake hujui. Sasa unahukumu vipi wewe? Yaani usichokijua alafu unakihukumu. Jamaa sijui apoje, sijui hata wanasoma nini hawa watu jamani. Haya maneno akasema bihabubin habubin bilutfin khafiyin ya Allahu ya Allahu ya Allah bisa'sa'in sa'sa'in. Maneno yajulikani kabisa, ndio anavyosema hivi. Walbahai wan nuri tammi bisahsahubi sahsahubi. Maneno hayapo kabisa, yajulikani, wanasema hivyo. Kwa nini? Kwa sababu wanayachukua haya maneno wanayaingiza katika kamusi ya Kiarabu, alafu kamusi inawaambia hayo maneno hatuyajui. Basi wao wakasema kwa kuwa kamusi ya Kiarabu inakataa, haiyatambui maneno haya, hayana maana. Subhanallah. Mara nyingi tunawaambia fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waulizeni wenye jambo lao. Ndio maana akusema ahla ilmi, amesema ahla adhikiri. Adhikiri ni watu wenye jambo lao. In kuntum la ta'lamun. Angalia sasa mbele, badala in kuntum la tadhkurun, Allah akasema in kuntum la ta'lamun. Kumbe ili kuna mambo mengine ili uyafahamu hayahitaji ilmu kubwa, yanahitaji ni wewe kumfata mtu mwenye jambo lake. Khalas, habari imekwisha. Sasa mara nyingi huwa napenda sana kutoa mfano huu. Kwa mfano sisi hapa tupo katika grupu ambalo linaitwa uwakta. Ukichukua neno uwakta ukaliingiza katika kamusi za Kiswahili ili upate maana, utapata maana yake? Kwa nini upati maana yake? Kwa sababu uwakta katika kamusi ya Kiswahili halipo. Lakini swali la msingi, hawa walio create ili neno uwakta, ni kweli maana yake hawajui? Uwakta ni umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania. Manake ni ufupi wa maneno haya. Katika Kiarabu kuna kanuni inaitwa ikhtisaru hikayatil murakkabi, kufupiza mpandano wa maneno mengi. Iko hivyo. Kwa mfano mtu anaweza kusema hauqala bimaana qala la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, badala ya kusema la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, yule mtu anasema hauqala, amemaliza kazi. Na hizi katika mizani ya sarfa, hauqala yuhauqilu hauqalatan wa hiqala, watu wa sarfa wanasema hivyo. Sasa inaonekana hawa watu yani katika fani hizi ni watupu kabisa, lakini kwa kutamka wao ndio mabingwa na wanajua kuliko mtu mwingine yoyote. Ni hatari sana hawa watu, wallahi ni hatari. Sasa sikiliza haya maneno, nataka tuende tukatazame. Jamani, haya maneno yanayo maana. Ni sawa useme uwakta, utafute katika kamusi ya Kiswahili utopata, lakini ukija kwa wenyewe wenye jambo lao ndio ile fasalu ahala adhikiri.
Ukija kwa wenyewe atakwambia ni umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania. Habari imekwisha. Sasa na ndivyo alivyoandika huyu mwamba, kwa sababu lau kama angesema kwamba anaandika hii dua, yani akafungua haya maneno, hii kitabu kingekuwa kidogo na hakitoshi kwa dua hii au wardi huu mmoja. Ndio maana akaandika kiufundi. Na mara zote hata mtu wa ilmu ya chemistry jamani, ukimwambia kuandikie maji anaandikaje? Anaandika maji. Mtaalamu wa ilmu ya chemistry anaandika maji, hata kuandika H2O. Habari imekwisha hiyo. Sasa kwako wewe sasa ambaye mwenye taaluma ndio kitazama tile H2O na unajua tayari hapa kuna nini? Kuna maji hapa. Lakini sasa wewe ambao unataka mpaka uandikiwe maji, ukikuta H2O havina maana hivi havina maana. Kwa hiyo kufuru shirki. Watu wanakucheka, wanakuona wewe katika mtu mbungu wewe namba 1. Allah inakwambia. Ndio hawa jiswali. Hizi ni kodi zinaandikwa na watu wenye ilmu. Sahasahubin. Ni maneno yanajulikana. Haya yanajulikanaje? Yanajulikana kwa utaratibu. Ndugu zangu, hapa huyu mwamba alichokifanya ameandika aya za Qur'ani kiufundi. Na nilieleza hapa kuna njia ngapi? 3. Na tukaeleza njia ya kwanza, hii njia ya pili sasa. Hapa mwandishi wa kitabu hiki ukisikia neno sahasahubin, zimeandikwa aya za Qur'ani kiufundi, kama jinsi ambavyo mtaalamu wa ilmu ya chemistry anaweza kuandikia H2O kwa maana ya maji yameandikwa kiufundi katika mazingira kama haya. Maana yake utapata atom 2 za hydrogeni na atom 1 ya oksijeni. Habari imekwisha hiyo. Kwa watu wenye maarifa wanajua hivyo katika hali za namna hiyo. Sasa hubi maana yake nini? Huyu mwamba badala ya kuandika aya zote zilizo ndani ya Qur'an zinazoanzia na harfu sini, na badala ya kuandika aya zote zinazoishia na harfu sini, na badala ya kuandika aya zote zinazoanzia na harfu hai, na badala ya kuandika aya zote zinazoishia na harfu hai, na badala ya kuandika aya zote zinazoanzia na harfu bai, na badala ya kuandika aya zote zinazoishia na harfu wawi, ndio maana akakuandikia neno moja sahasahubi. Tunaelewana vizuri? Sasa wewe ukisema ili neno halijulikani maana yake, ni wewe ndio hujui, lakini sisi wenye fani yetu tunajua. Na unaposema ya kwamba ukiandika vile vitu visivyojulikana maana yake, swali, visivyojulikana maana kwa nani? Kwako wewe au kwa nani? Jamani, hii ni hatari. Hizi ni ilmu, zinahitaji watu wenye ilmu zao ndio waweze kupita katika majambo haya. Sahihi kabisa. Sasa angalia, tunaposema neno bisahasahubin, ni sawa na mwandishi anasema ya Rabbi, nakuomba kwa siri, ninakuomba kwa jaha, ninakuomba kwa utukufu wa aya zote zilizo ndani ya Qur'ani zinazoanzia na harfu sini na zinazoishia na harfu sini, zinazoanzia na harfu ha na zinazoishia na harfu ha, zinazoanzia na harfu alwawi na zinazoanzia na harfu ba. Ya Rabbi, nakuomba kwa sharafu na utukufu wa aya hizo, Mola nipe. Lakini akatumia neno moja, bisahasahubi. Kama ujui, kaa darasani, tutakusomesha biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa adadul ayati allati tabda'u biharfi sini fil Qur'ani al-Karimi, idadi ya aya zote ambazo zinazoanzia na harfu sini katika Qur'ani yote kwa ujumla wake ni aya 55 tu. Ni aya 50 na ngapi? Na 5 ndizo aya ambazo zinaanzia na harfu asini katika kitabu kitukufu cha Qur'an. Na aya hizo utazipata katika sura 34 ndani ya Qur'ani. Kwa badala kuanza kuandika aya moja moja, mwamba akaandika bisahasahubin. Hii inataka ilmu na maarifa, yani uwe na ujuzi wa kuyajua hayo. Sasa kadhalika kuna sura 7 ambazo bila shaka sura hizo zenyewe zimeanzia na harfu sini. Sura ngapi? 7. Zimeanzia na harfu. Sasa zote ukiandika kama jinsi ambayo unatakiwa kuandika, hichi kitabu kinatosha. Ndio mwamba kaandika kiilmu na kimaarifa. Hujui, njoo kwetu, usianze kuhukumu, tuulize kwanza tuweze kupa maalumati biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tukifanya sisi watu wanafanikiwa sana, kwa sababu maarifa yamo. Tumtakieni rehma bwana mtume Muhammad. Kwa hiyo tufanye vitu kwa kubabaisha,
mnadanganya ule ndio ushirikina wenyewe, kwamba yale maneno yajulikani maana yake. Muongo huyo anakuambia hivyo, mwambie yeye ndio hajui maana. Sisi tunajua maana hayo maneno ni nini, na ni aya za Qur'ani tu, wala sio vitu vingine. Maana wao wanadanganyana majini, hakuna jina la jini hapa, ni aya za Qur'ani. Maana si wanajua watu wengi ni awamu, hawajui kitu. Kwa hiyo ndio anajua jini. Sasa kuna sura 7 ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kazianza sura hizo. Kwa nini? Kwa harfu sini. Ni suratul Isra, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan ila akhir al-aya. Kuna surati Nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala ameanza sura hiyo kwa harfu sin. Kuna suratul Hadid, kuna suratul Hashri, kuna suratul Safi, kuna suratul Ma'arij na suratul A'la. Hizi zimeanza na nini? Na harfu sini. Sasa huyu mwamba badala kuziandika zile sura zote mwanzo mpaka mwisho, akasema bisahsahubin sahsahubin. Unasemaje? Havieleweki. Wewe ndio huelewi shekhe. Sasa Mwenyezi Mungu tunaomba atujalie kheri. Hizi ni sura ambazo zinazoanzia na ni aya ambazo zinazoanzia na nini? Na harfu sini. Lakini kuna saha. Hii ni ha. He namba 1 ni he ambayo inaonyesha zile aya ambazo zinaanzia na harful hai. Aya ambazo zinaanzia na harful hai katika Qur'ani nzima ni aya 87 na zinapatikana katika